alikuwa anaitwa kaka Choachi. Sasa kaka Choachi alikuwa ni kijana ambao nampenda sana. Na alikuwa na mabavu, alikuwa na nguvu sana. Sasa ukimwambia swala la kufa, kwa mfano mnakula, mmeteka chakula tu mezani mnakula. Tulikuwa tunakaa na vijana kama 4 hivi ambao amepanga ni mpendwa, alikuwa na hela sisi ambao hatuna chochote, wakina kapuku hata hela ya kula, unatoka kazini hauna lolote, yani 200 unaitunza mpaka kwenye soksi. Yani ukifika kituoni unatafuta soksi iko wapi? Iko hapa. Unaiviringisha, unaitunza. Kesho na kesho unakuja na 300. Unatafuta kasoksi kama kwenye hengo ya kwenye nanili, unatafuta na siku moja nimetunza 200 nakuta kama soksi akapo. Kumbe kasoksi kananuka, panya akapita nako, akasogeza kwenye shimo. Natafuta. Kumbe panya akasogeza kwa sababu soksi ilikuwa inanuka. Kwa hiyo wakati natoa harufu, panya akaanza kutafuta. Kinachotoa harufu ya kuliwa ni nini? Wewe akuja kugundua ni soksi. Na akaanza kuivuta. Akavuta na siliva zangu. Walai nilimtafuta yule panya, tulimalizana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wakati anatoa kuna hela nyingine ilidondoka, nikaona hela iko kwenye shimo. Walai siendi kazini. Nikamuuliza, akaniuliza mbona leo uendi kwenye mambo ya mihangaiko? Siendi, ninajisikia vibaya. Kumbe namuinda panya. Na kweli alipoondoka tu nikakaa kwenye shimo. Yes, hapa hapo na nikakaa hapo. Paka kieleweki. 300 yangu sioni. Iko wapi? Niko na bonge la fimbo. Nimetafuta mpini nikavuna, nikavua na nilijembe lake nikabaki na mpini. Hasa wewe ni panya, umeshikilia mpini. Hasira zote hizo. Panya ukimpiga moja sana toboka kabisa paka kichwa. Amekaa. Maana nikasikia vyombo vinalia. Kumbe mimi nasubiria kwenye shimo. Panya siku nyingi alishakaa toka, yuko anahangaika na viporo ambao vimebakiza jana. Nikasema wewe panya huko ni juu. Yaani mimi ningekusubiria huku umepoteza hela yangu. Unakula na viporo changu ambao sina chochote cha kula. Nikasema wewe ni juu. Tulifukuza, nikaenda kufunga mlango. Nikafunga. Yaani alikuwa anaruka kwenye ndani, niko na yeye. Nilikuja kumbahatisha moja tu. Na moyo wangu kapumzika. Katulia. Kisa kutunza hela. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo yule mpendwa alikuwa na uwezo wa chochote, alikuwa analipia pango, alikuwa anatunulia chakula, alikuwa anafanya chochote. Muda mwingine anakupa na hela, unaenda kanunue kama mavazi, unanunua kashati. Na Jumapili wewe unaonekana. Mimi siku moja suti ya kwanza kabisa, usinicheke sasa. Suti ya kwanza kabisa kuvaa nilivaa suti nyeupe, nimepewa na mpendwa. Ninafika hapa. Yaani nikivaa, nikienda hivi naiburuza. Kiunoni kwenyewe mkanda hauwezi kukaa, unaifungia na kamba. Nikivaa huu mkoti, nikifanya hivi mikono inaning'inia yenyewe, mikono vinaishia hapa, alafu mkoti unaishia hapa. Nikasema na mimi ndio nimo, nikapiga picha moja. Na waoneshaka kitu wanasema unamwona baba yangu alipokuwa mshamba, nasema watu mshamba wewe. Watu wa zamani tulikuwa tunavaa hivyo, najitetea hivyo, lakini nilikuwa choka mbaya. Tuko pamoja? Nilikuwa sina chochote. Kwa hiyo huyo bwana alikuwa na roho nzuri sana. Tukawa tunakaa naye, anatusaidia, anafanyeje. Mara nyingine anawapa ka chochote mnaenda kununua. Sasa siku hiyo tukiwa tumekaa tukituoni, mkiwa mnakula chakula, mara mnaanza kupiga story. Unajua jamaa hasa yule mzee wa pale jirani amekufa. Sasa yule ambaye nilimsema rafiki yangu kaka Choachi, anahuzunika. Masikini. Kafa. Wewe tule mpendwa, achana na huyo. Kwani ulikuwa kuna mtu mmoja anasema ukimwambia kwamba amekufa, jamani nilikuwa jamaa amekufa. Sasa ulikuwa unataka kufe wewe? Ndio zamu yake imefika. Acha afe. Sisi tuko tunaendelea kula wali. Ana roho ngumu sana. Sasa yeye ukimwambia swala la kufa, nani? Yule mzee anakufa. Anakufaje? Alikuwa kweli. Na kesho anamsema mama. Yaani anaonekana kama anahuzunika, anataka anakulia. Sasa mpaka tukawa hatumpi matukio ya kufa. Kwa sababu anakosa matumaini. Kwa hiyo na chakula hapo kinaisha, hali tena. Mnakula yeye kaka Choachi kula. Na mwanzo anamsema amekufa. Ameluma kweli. Anajikaza tu amenuma. Tule sasa.
nilikuwa nimesha kula kimeshaisha. Nyuma. Na chakula kimeisha, hali tena. Imepita hiyo. Kuna siku moja sisi nifanyie tukapita meza yetu tukaona, sasa huyo mzee si nini, kuna mtu fulani amekufa. Amekufa. Yaani natembea na badilika kabisa. Yaani alikuwa na furaha na mikono akaiteremsha. Yaani ilikuwaje sasa? Yaani na furaha imeisha. Tukawa tumpake taarifa za kufa. Kwa sababu yaani ana huzuni na kufa. Lakini na yeye alishakaa kufa. Mungu akubariki sana. Sasa najiuliza, alikuwa anaogopa kufa na yeye akafa. Sasa najiuliza, kufa kumbe tu. Ukiogopa kufa lazima utakufa tu. Na ndio maana mimi siogopi kufa. Wakati wowote nakufa. Mimi ni marehemu mtarajiwa. Wakati wowote parapanda linalia, sema amen. Shika jirani yako mkono. Mwambie kabisa wewe ni marehemu mtarajiwa. Sasa kama unaogopa shauri yako.